Anasa time, hii ni Game On TZ. Karibu sana mwanamichezo mwenzangu wa Sports Update ya Game On TZ. Hii ni Sports Update. Tuko hapa tayari kabisa kukupitisha kwa taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka ndani ya taifa hili la Tanzania na mipaka ya nje ya mipaka hii ya Tanzania. Ofisi ya mtendaji mkuu wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Bi Zubeda Sakuru imeweza kufikishwa barua ambayo iliyokuwa imetoka kwa baadhi ya viongozi wa Elimpanzu Kibisawala, barua ambayo ikieleza kwamba Elimpanzu anahitaji kuondoka haraka iwezekanavyo kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba, huku barua pia ikiweza kuchagiza na kusema kwamba Elimpanzu hana furaha kuendelea kusalia hapo kuihudumia klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia hii pia inatokana na baadhi tu ya Simba kuweza kufanya usajili kwa baadhi ya wachezaji ambao waliweza kusajiliwa kwa msimu huu wa dirisha dogo la usajili Januari ya mwaka 2026. Hiyo pia inawezekana ikawa moja kati ya sababu ambazo Elimpanzu anahitaji kuondoka haraka iwezekanavyo kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sababu nyingine ambayo Simba wameweza kuipokea kwamba Elimpanzu anahitaji kuondoka hapo, lakini ziko taarifa za chini kabisa zikieleza kwamba upande wa pili Yanga African na pia ukiendelea kupush dili hili na kuweza kumshawishi kwa Elimpanzu kuondoka hapo Simba na aende kujiunga na klabu hiyo ya Yanga African. Lakini viongozi wa klabu hiyo Simba hawako tayari kuweza kumwachia kwa Mpanzu aende kujiunga na klabu hiyo Yanga, kwani moja kati ya taarifa zikieleza kwamba ndani ya nafsi ya Elimpanzu ipo klabu yake ambayo yeye anayoipenda, na klabu hiyo anayoipenda ni klabu ya Yanga African. Lakini pia uongozi wa klabu hiyo hawako tayari kuweza kufanya kosa hilo la kuweza kumwachia kwa Elimpanzu Kibisawala. Uongozi wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba wameeleza kwamba kama klabu yote inamhitaji Elimpanzu Kibisawala, basi waje kukaa mezani ili kuweza kujadili ili kuweza kufanya biashara hiyo ya Elimpanzu kuondoka katika klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba na kwenda katika klabu ambao yeye pia anayoitamani kwenda kuichezea. Lakini pia mawakala wa Elimpanzu Kibisawala wameeleza kwamba mteja wao hana furaha kuendelea kusalia hapo, na wameeleza kwamba kuwepo kwa baadhi ya wachezaji hiyo pia inawezekana kumpelekea kiwango chake kudorora ama kiwango chake kuzidi kupotea, kwani baadhi tu ya wachezaji ambao walioweza kusajiliwa Anicet Ora pamoja na Libasi Gaye, hiyo pia inaweza kumfanya Elimpanzu kiwango chake kushuka kadri vile inavyoonekana. Lakini pia mawakala wa Elimpanzu wameeleza kwamba mteja wao hapati namba kwa uhakika zaidi, hiyo pia wanakuwa na hofu ya kiwango chake kushuka. Lakini pia kocha Sibaka ameeleza kwamba hayuko tayari kuweza kumwachia mchezaji yoyote, ukiachana na yule mchezaji Kibu Dennis Prosper, ambapo Simba waliweza kufanya biashara na klabu ya Al Ahly Benghazi pale nchini Libya kuweza kumuuza kwa thamani ya dola 300,000 za Kimarekani. Lakini kwa Tanzania thamani ambayo aliyoweza kuuzwa Kibu Dennis Prosper ni milioni 700 na 760,000 na zingine zikiendelea huko mbele. Kwa hiyo thamani ambayo Kibu Dennis Prosper ameweza kuuzwa, thamani ambayo Simba wameiona kwamba ni sababu nzuri ya kuweza kufanya biashara, kwani Kibu Dennis mkataba wake ulikuwa tayari unaelekea ukingoni, huku akiendelea kubakiza kwa mkataba wa miezi 6. Lakini kwa baadhi ya wachezaji ambao waliweza kusajiliwa kwa msimu huu wa dirisha dogo la usajili Januari ya mwaka 2026, hiyo pia inawezekana ikawa moja kati ya sababu ambazo Elimpanzu anahitaji kuondoka haraka iwezekanavyo kwenye klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sababu nyingine ambayo Simba wameweza kuipokea kwamba Elimpanzu anahitaji kuondoka hapo, lakini ziko taarifa za chini kabisa zikieleza kwamba upande wa pili Yanga African na pia ukiendelea kupush dili hili na kuweza kumshawishi kwa Elimpanzu kuondoka hapo Simba na aende kujiunga na klabu hiyo ya Yanga African. Lakini viongozi wa klabu hiyo Simba hawako tayari kuweza kumwachia kwa Mpanzu aende kujiunga na klabu hiyo Yanga, kwani moja kati ya taarifa zikieleza kwamba ndani ya nafsi
ya Elie Mpanzu ipo klabu yake ambayo yeye anayoipenda, na klabu hiyo anayoipenda ni klabu ya Yanga African, lakini pia uongozi wa klabu hiyo hawako tayari kuweza kufanya kosa hilo la kuweza kumwachia kwa Elie Mpanzu kibisawala. Uongozi wa klabu ya Wekundu Msimbazi Simba wameeleza kwamba kama klabu yote inamhitaji Elie Mpanzu kibisawala, basi waje kukaa mezani ili kuweza kujadili ili kuweza kufanya biashara hiyo ya Elie Mpanzu kuondoka katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba na kwenda katika klabu ambao yeye pia anayoitamani kwenda kuichezea. Lakini pia mawakala wa Elie Mpanzu kibisawala wameeleza kwamba mteja wao hana furaha kuendelea kusalia hapo, na wameeleza kwamba kuwepo kwa baadhi ya wachezaji hiyo pia inawezekana kumpelekea kiwango chake kudorora ama kiwango chake kuzidi kupotea, kwani baadhi tu ya wachezaji ambao walioweza kusajiliwa Anicet Ora pamoja na Libasi Gaye, hiyo pia inaweza kumfanya Elie Mpanzu kiwango chake kushuka kadri vile inavyoonekana. Lakini pia mawakala wa Elie Mpanzu wameeleza kwamba mteja wao hapati namba kwa uhakika zaidi, hiyo pia wanakuwa na hofu ya kiwango chake kushuka. Lakini pia kocha Sibaka ameeleza kwamba hayuko tayari kuweza kumwachia mchezaji yoyote, ukiachana na yule mchezaji Kibu Dennis Prosper, ambapo Simba waliweza kufanya biashara na klabu ya Al Ahly Benghazi pale nchini Libya kuweza kumuuza kwa thamani ya dola 300,000 za Kimarekani, lakini kwa Tanzania thamani ambayo aliyoweza kuuzwa Kibu Dennis Prosper ni milioni 700 na milioni 700 na 760,000 na zingine zikiendelea huko mbele. Kwa hiyo thamani ambayo Kibu Dennis Prosper ameweza kuuzwa, thamani ambayo Simba wameiona kwamba ni sababu nzuri ya kuweza kufanya biashara, kwani Kibu Dennis mkataba wake ulikuwa tayari unaelekea ukingoni, huku akiendelea kubakiza kwa mkataba wa miezi 6. Lakini kwa Elie Mpanzu kibasawala aliweza kusainiwa kwa mkataba wa miaka 2.5, na Simba wao pia wameeleza kwamba kufanya biashara ama kumuuza kwa Elie Mpanzu wao kwao sio tatizo, bali wanataka tu kujua kwamba klabu gani ambayo inayomhitaji kwa Elie Mpanzu kibisawala. Simba hawako tayari kufanya biashara na klabu yoyote inayotoka hapa nchini Tanzania, na wao wako tayari kufanya biashara na klabu yoyote kutoka nje ya mipaka hii ya Tanzania. Kwa Simba wameeleza kwamba kama klabu yoyote inakuhitaji wewe, basi waje kukaa mezani ili kufanya negotiation ili kuweza kufanya biashara na klabu ambayo wao wanayoiamini kwamba itakuwa ni sehemu sahihi ya kufanya biashara na klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba. Wakala wa Elie Mpanzu wanachokihofia kwa upande wao ni kuona kiwango cha Elie Mpanzu kinazidi kudorora, kinazidi kushuka, na wao ndio kitu ambacho wao pia hawahitaji kuendelea kutokea ama kuendelea mara kwa mara. Na huku kocha Sibaka amekuwa ni kocha muumini zaidi ya kwenda kuwatumia wale viungo wa shambuliaji typical ambaye ni Anicet Ora pamoja na Libasi Gaye, mmoja kati ya wachezaji ambao aliwahi kufanya nao kazi pale klabu ya Stellenbosch pale nchini Afrika Kusini. Anicet Ora ni mmoja kati ya wachezaji ambao anawaamini zaidi, na ni mmoja kati ya wachezaji ambao pia yeye ni muumini zaidi ya kuwa na wachezaji wa aina hiyo. Kwa kiwango cha Elie Mpanzu kibisawala kwenye mchezo wa jana ligi kuu Tanzania bara, ambapo Simba